Tarehe 1 mwezi Mei mwaka 2026 iliandikwa barua na rais wa Marekani bwana Donald Trump ambayo ilikwenda katika bunge la Marekani kuhusu mpango wa kuendelea kupambana na Iran ama kumaliza vita na Iran. Barua hiyo ni moja kati ya barua ambayo imetangaza kwamba wamesitisha mapigano, lakini wa Iran wenyewe bado wanaonekana hawaelewi la mkuu wala la mnadi swala. Katika barua hiyo iliyotumwa kutoka kwa rais wa Marekani bwana Donald Trump, aliandika maneno haya yafuatayo: Mheshimiwa Spika, ninaandika kukujulisha kuhusu mabadiliko katika mkao wa vikosi vya Marekani ndani ya eneo la uwajibikaji wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, ikiwa ni sehemu ya jitihada zangu za kuliweka bunge likiwa na taarifa kamili kwa mujibu wa azimio la mamlaka ya vita la kwanza la mwaka 1973 ambalo lilifahamika kama War Powers Resolution. Mnamo tarehe 2 Machi 2026 niliarifu bunge kwamba tarehe 28 Februari 2026 vikosi vya Marekani vilikuwa vimeanzisha Operation Epic Fury na kuanza kutekeleza mashambulizi ya kulenga kwa usahihi dhidi ya utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Niliagiza operesheni hiyo kwa kuzingatia wajibu wangu wa kuwalinda raia wa Marekani na maslahi ya Marekani ndani na nje ya nchi, pamoja na kuendeleza maslahi ya usalama wa taifa na sera za nje za Marekani. Mnamo tarehe 7 April 2026 niliagiza kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa wiki 2. Tangu wakati huo kusitishwa huko kumeongezwa. Hakukujawahi kuwa na mabadilisho mashambulizi kati ya vikosi vya Marekani na Iran tangu tarehe 7 April 2026. Mapigano yaliyoanza tarehe 28 Februari mwaka 2026 yamekoma. Licha ya mafanikio ya operation za Marekani dhidi ya utawala wa Iran na juhudi zinazoendelea za kuhakikisha amani ya kudumu, tishio linalotokana na Iran dhidi ya Marekani na vikosi vyetu vya ulinzi bado ni kubwa. Kwa kuzingatia hilo, idara ya vita inaendelea kurekebisha mkao wa vikosi vyake katika eneo la uwajibikaji katika nchi teule kadri inavyohitajika na inavyofaa, ili kukabiliana na vitisho vinavyotokana na Iran na vikundi vinavyoiunga mkono na kulinda Marekani pamoja na washirika na wadau wake. Mabadiliko haya yamefafanuliwa kwa kina zaidi katika kiambatanisho cha siri cha barua hii. Nimeelekeza na nitaendelea kuelekeza vikosi vya ulinzi wa Marekani kwa kuzingatia wajibu wangu na mamlaka niliyopewa na katiba katika kusimamia mahusiano ya kimataifa ya Marekani, na pia kama amiri jeshi mkuu na mkuu wa utendaji wa serikali. Hii ni barua ambayo aliandika rais wa Marekani bwana Donald Trump, na pale mwishoni pale akawa ameongea kama kawaida tambo zake kwamba anaamini jambo hili limewafikia wabunge na ni jambo ambalo kimsingi linafaa kufanyiwa kazi haraka iwezekanavyo. Hii ni barua ambayo imetumwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump katika bunge la Marekani kwamba sasa uhasama na Iran umeisha, uhasama ambao ulianza tarehe 28, lakini amesema kwamba kuna uwezekano wa kuendelea kwa hatua za kijeshi siku zijazo. Sasa nikasema kwa sababu hii ni taarifa ambayo wengi of course mmeiona na tumeona barua hiyo ambayo ni sehemu tu, lakini vile viambatanisho vya siri hatujaviona ambavyo inawezekana vinafafanua zaidi juu ya hicho ambacho kimezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Sasa nimeona angalau nitoe ufafanuzi kidogo hapa, watu tufikirie nje ya box. Tutafahamu chini ya sheria ya mamlaka ya vita ambayo inafahamika War Powers Act, rais analazimika kupata idhini ya bunge katika operations za kijeshi ambazo zinadumu kwa zaidi ya siku 60. Sio maamuzi ya Trump haya, ni sheria ya War Act ya mwaka 1973 ambayo inasema kama kutakuwa kuna vita ambayo imeanzishwa na Marekani na ikadumu kwa muda wa miezi miwili ambayo ina siku 30 kwa maana ya siku 60, ni lazima rais aliarifu bunge kwamba anayo nia ya dhati ya kuendelea na vita au kutoendelea na vita kutokana na yale ambayo yameainishwa katika sheria hiyo.
Sasa rais wa Marekani bwana Donald Trump kwa mujibu wa barua amesema hali ya mapigano kwa Iran imefika mwisho, licha ya ukweli kwamba vikosi vya Marekani bado vipo katika eneo la Ghuba na vinaendelea kufanya operesheni za kijeshi. Kwa hiyo kwa lugha rahisi sana, hii kauli ni kama mtu ambaye anasema ugomvi umeisha, lakini bado amesimama akiwa tayari kupigana muda wowote. Yaani hii inatupa maswali, je, vita kweli vimeisha au vimesitishwa tu kwa muda kwa sababu ya hiyo sheria ya War Powers Act ya mwaka 1973. Hatua ya Trump inaonekana kama njia ya kukwepa sharti la kisheria ambalo limewekwa chini ya hiyo War Powers Act au War Powers Resolution, ambayo inamtaka rais kupata idhini ya bunge ndani ya siku 60 tangu kuanza kwa operation ya kijeshi. Kwa kawaida sheria hii iliwekwa ili kuhakikisha kuwa rais hawezi kuliingiza taifa vitani peke yake bila ushiriki wa wawakilishi wa wananchi. Ni kama mfumo wa ukaguzi wa mizani, kwa maana kuna kitu kinaitwa checks and balance kati ya matawi ya serikali. Kwa hiyo Trump peke yake hawezi kuanzisha vita ambavyo vitadumu kwa zaidi ya siku kuanzia 61 kwenda mbele. Hata hivyo, Trump anadai kuwa muda huo wa siku 60 hauhesabiki tena kwa sababu mapigano yalimalizika rasmi baada ya kuanza kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mapema mwezi April 2026. Lakini hoja hii imeibua utata mkubwa sana. Ingawa kuna madai ya kusitisha mapigano, hali halisi inaonyesha kuwa Marekani bado inaendelea na hatua za kijeshi, ikiwa ni pamoja na kuweka vizuizi vya baharini dhidi ya taifa la Iran. Hii ni sawa na kusema mchezo umesimama lakini wachezaji bado wapo uwanjani. Yaani mpira upo miguuni na refa hajapuliza filimbi ya mwisho. Halafu nyewe mnasema bwana mchezo umesimama. Umesimama vipi wakati bado action zinaendelea na refa ambaye ndio mwamuzi hajapuliza hiyo filimbi? Ndani ya chama cha Republican kuna mgawanyiko mkubwa sana kuhusiana na kila ambacho kinafanywa na rais wa Marekani Donald Trump. Baadhi ya viongozi kama vile John Thune wamechagua kusubiri na kutotaka kuishinikiza kura ya kuidhinisha vita. Kwa upande mwingine, baadhi ya maseneta wameanza kuonesha wasiwasi. Seneta Kevin Cramer anaunga mkono mpango wa rais, lakini ameuliza kama sheria yenyewe ina uzito wa kikatiba au ni sheria tu ambayo inampa mamlaka rais, lakini anaweza kabadili upepo sana wakati wowote ule. Wengine ambao wamechukua msimamo mkali zaidi ni Senator Todd Young. Amesisitiza kuwa wananchi wanapaswa kushirikishwa kupitia bunge kabla ya maamuzi yoyote ya vita kufanya. Hali hii inaonyesha mvutano katika mfumo wa Marekani. Nani ana mamlaka ya mwisho wa kuamua vita? Je, ni rais ndiye ambaye ana mamlaka ya mwisho wa kuamua vita, au ni bunge la Marekani ndilo ambalo lina mamlaka ya kuamua vita? Baadhi ya wa Republican wakiwemo wabunge Susan Collins wameanza wenyewe kuunga mkono juhudi za kusitisha vita, lakini wanasema ni lazima uwepo mpango wa wazi wa kumaliza huo mgogoro. Anasisitiza kuwa muda wa siku 60 si mapendekezo ila ni wajibu wa kisheria. Kauli yake inaweka wazi kuwa hata ndani ya chama cha rais sauti zinazotoka ni za uwajibikaji zaidi, lakini bado wanakinzana. Wengine John Kurtz wanaenda mbali zaidi, wanasema hawataunga mkono kutolewa kwa fedha za kuendeleza vita mpaka bunge lipige kura rasmi. Hali hii inaongeza shinikizo kwa ikulu kwa sababu vita bila fedha haviwezi kuendelea kwa muda. Kwa upande wa serikali tumeona waziri wa vita wa Marekani au waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth, yeye aliunga mkono hoja ya rais akisema kuwa kusitishwa kwa mapigano kunasimamisha muda wa kisheria lakini sio kusimama kwa vita. Yaani wanasimamisha tu ule muda wa kisheria lakini sio kusimama kwa vita. Hoja hii imepingwa vikali na baadhi ya wabunge kutoka Democrat. Senator Richard Blumenthal anasema wazi kuwa hakuna kitu kinaitwa pause button. Yaani hakuna hicho kitufe cha kusimamisha katika katiba. Ikiwa hatua za kijeshi zinaendelea, basi vita bado vinaendelea. Kwa hiyo hata vizuizi vya baharini dhidi ya Iran vinahesabika kama kitendo cha vita. Hivyo muda wa kisheria haupaswi kusimamishwa. Mbunge Adam Smith
ameenda mbali zaidi kwa kusema hana matarajio kwamba utawala wa Trump utafuata sheria katika jambo hili. Kwa ujumla, hali hii inaonyesha mvutano mkubwa kati ya tafsiri ya kisiasa na tafsiri ya kisheria ya neno vita. Wakati ikulu inasema mapigano yamekoma, wakosoaji wanasema hali hii inaonyesha vinginevyo. Kwa kifupi, Marekani ipo katika hali ya kipekee. Vita vinadaiwa kuisha, lakini bado maandalizi kwa vitendo ya kivita yanaendelea. Swali ambalo sasa hapa litabaki linaulizwa ni mbinu ya kisiasa ambayo imetumiwa na bwana Donald Trump au ni tafsiri halali ya kisheria. Na barua hii ambayo ameandika rais wa Marekani Trump inampa Donald Trump kiwango cha juu kabisa cha mnaita ni legal flexibility. Mtu akikwambia ni mtu flexible, yani ni mtu ambaye ni mnyumbufu. Kwa hiyo yani inampa unyumbufu wa kisheria rais wa Marekani bwana Donald Trump, kwa sababu ukiangalia anasema ametangaza rasmi kuwa mapigano yamekoma. Sasa tafsiri yake ni kama umetangaza vita kuisha, lakini huku ukiwa bado unaendelea kupigana. Trump anajaribu kufanya mambo matatu. Kwanza, anataka kubaki na uhuru kamili wa kufanya maamuzi ya kijeshi bila kuzuiwa na bunge, kwa sababu anasema vita vimekoma, lakini anaacha milango yote wazi ya kuendelea na vita wakati wowote ule. Na hii sio kauli ya kawaida. Kimsingi ni kama inaonekana ni mbinu ya kisheria, kwa sababu kwa mujibu wa, kama nilivyokuambia, kwa mujibu wa War Powers Resolution, rais lazima apate ruhusa ya bunge ndani ya siku 60 kama vita vinaendelea. Sasa Trump anachokifanya, anasema mapigano yamekoma, hivyo ile saa ile, yani ile siku 60 inaanza upya au inafutwa, kwa sababu tayari ameshalijulisha bunge. Kwa maana yake ni kama zile siku 60 ambazo zimepita tunazifuta zote, tunaanza tena siku 60 nyingine. Sijui kama mnanielewa. Yani ni kama kwenye muda wa mtihani, labda tufanye muda wa mtihani ulikuwa umeisha, halafu unasema mtihani umeisha, kisha unaanza mwingine mpya hiyo kesho. Sijui kama mnanielewa. Yani mlikuwa kwenye chumba cha mtihani, halafu unasema bana, mtihani leo Jumamosi tumeumaliza, halafu Jumapili tena mnaanza mtihani mwingine. Kwa hiyo maana yake unakuwa ni kama umejiongezea muda wa kufanya tena mtihani bila kutoa taarifa ambazo zinahusika. Lakini Donald Trump, pamoja na kwamba anasema mapigano yameisha, lakini wanajeshi bado wapo kazini. Meli za kivita bado zipo kazini. Zuio la baharini bado linaendelea. Hii ina maana gani? Ni kama unasema sitagombana, lakini bado upo mlangoni kwa adui, umebeba silaha, haumruhusu hata kutoka nje. Kwa lugha ya masuala ya siasa za kiuchumi ambayo tunaita geopolitics, ni kama unasema unaweka control ya kijeshi bila kupiga risasi. Sawa, hizi ndo tunasema ni lugha za kiuchumi. Trump anasema ana mamlaka ya kikatiba kama rais na amiri jeshi, yani hata bila bunge anaweza kuamua nini kifanyike. Anataka kuondoa kabisa utegemezi kwa bunge. Yani ni kama dereva wa gari, anasema hata kama kuna sheria ya barabarani, mimi ndio dereva, ninaamua nitapita wapi. Yani hii ndio tafsiri nyepesi ya kile ambacho kimezungumzwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Lakini eneo ambalo ni nyeti sana, ambalo nadhani nimeona hata wachambuzi wengi ni kama hawazungumzi kuhusiana na kiambatanisho cha siri ambacho kinaandikwa, yani kwa lugha ambayo hata imeandikwa kwenye barua, kinaitwa secret or no phone. Hii ina maana kuna mipango ambayo ipo ndani ya barua, vile viambatanisho, zile attachment ambayo umma haujui. Hata wabunge wengi hawaioni kwa sababu ni secret. Yani unapewa taarifa nusu tu, lakini nusu nyingine ipo gizani. Sawa? Na hapa ndipo tunasema sasa tunatakiwa kuthink out of the box. Trump anajitengeneza. Baada ya barua hii anaweza kuendelea na zuio la Iran, lakini pia anaweza kushambulia tena ghafla kule Iran. Lakini anaweza akafanya operation mpya bila kuomba ruhusa mpya kutoka bungeni. Yani hii ni kama kujipa ile button ya vita mkononi mwake peke yake. Yani yeye ndio anakuwa ameshikilia ile button ya kufanya mashambulizi katika eneo fulani. Lakini Iran yenyewe, mtakumbuka, inadhibiti kwa kiwango kikubwa sana uchumi wa dunia, kwa sababu bei ya mafuta imeweza kupanda na kushuka, masoko ya dunia yanatikisika. Hii ni kama umeshika yani bomba la maji la kijiji, unaweza ukafunga au kufungua muda wowote. Ndicho ambacho sasa hivi wanakifanya Iran. Pamoja na hizi kauli ambazo zinatolewa na Marekani,
tukiangalia misimamo ambayo ilitolewa na Marekani wakati wanaanzisha hayo mapigano yao, pamoja na matukio yote ambayo Marekani waliyatangaza, unaona kabisa ni kwamba Iran ndio ambao wanaonekana wana mamlaka ya kumaliza hiyo vita, na sio rais wa Marekani bwana Donald Trump. Ndio maana kila siku unaona mara anaongeza, mara anapunguza, mara anafanya hivi. Lakini rais wa Marekani mwenyewe amezungumza yeye mwenyewe pia bado tena kwa kinywa chake. Anasema ni ngumu sana kudili na watu wa Iran kwa sababu anasema you don't know yani who you speak with or who you talk with kule Iran. Yani anasema haoni kiongozi gani ambaye anazungumza naye kule Iran. Yani hili ndio changamoto kubwa sana ambayo rais wa Marekani bwana Donald Trump anapambana nayo. Yani anasema kwa mfano kama hivyo ametangaza hilo, lakini anasema hajui ni watu gani au ni kiongozi gani ambaye anazungumza naye kule Iran. Jambo ambalo pia amekuwa akilalamikia kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa lugha nyepesi nyingine tena ya kivita, ni kwamba upo katika vita, unapigana, lakini wewe unaona tu kuna mashambulizi yanatokea, unatamani kumaliza vita, lakini mtu ambaye anaamuru mashambulizi yafanyike haumuoni, ila wewe unaona tu mashambulizi yanafanyika. Ndicho ambacho kinafanyika kwa rais wa Marekani bwana Donald Trump. Anatamani wangemaliza vita, anatamani yeye yale masharti yake angeyaweka na wangekubali, lakini anajiuliza ni nani ambaye atakubali hayo masharti, kwa sababu haoni kiongozi yote ambaye anatokea front ambaye ni kiongozi mkubwa katika hilo taifa la Iran staff. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.